what rest is, so we are not going to go into that now. Na tumeeleza kuingia pumziko ni nini, kwa hivyo But hatutaingia. as we look from the scripture, Lakini tunapotazama maandiko, we see that there is a promise that God has promised to his people. tunaona kuwa kuna ahadi ambayo Mungu ameahidi watu At wake. first this promise was promised to the children of Israel. Mwanzo ahadi yake ilikuwa juu ya wana wa But Israeli. since these people were not able to enter into this rest, Na kwa vile watu hao hawakuweza kuingia katika pumziko, and the reason why these people are not able to enter the rest of God, na sababu ya kuu ambayo inawafanya wasiingie pumziko la Mungu, it is because of their disobedience or their unbelief. ni kwa sababu ya kukosa kutii kwao ama kukosa kuamini. So the Bible said that the gospel was preached unto them, Na hivyo Biblia inasema kuwa injili ilihubiriwa kwao, just the same way it is being preached to us today. kama vile inavyohubiriwa kwetu siku ya But the reason these people are not able to enter into the rest of the gospel they had, na kwa sababu kuu ambayo inawafanya watu hao wasiingie pumziko ya injili waliolisikia, it is because of their unbelief. ni kwa sababu ya kukosa kutii kwao ama They kuamini. did not mix the word they had with faith. Hawakuweka lile neno walilolisikia na imani. And I said last Thursday Na nikasema Alhamisi iliyopita that the word of God will become unprofitable to us ya kuwa neno la Mungu halitakuwa la faida kwetu if we don't mix it with faith. kama hatutalichanganya na That imani, we can hear the word of God again and again, na kuwa tuweza kusikia neno la Mungu mara kwa mara, just the same way these people heard God again and again. kama vile watu wao walivyosikia Mungu mara kwa mara. But if we are not going to mix this word with faith, Lakini kama tutalichanganya na imani, it is not going to be profitable to us. haitaenda kuwa ya faida maishani. Many people have preached to us even in this church, Watu wengi wamehubiri kwetu hata katika kanisa, but that word is not going to be profitable to us lakini hilo neno halitakuwa la faida kwetu if we don't mix it with faith. kama hatutaichanganya na imani. And one thing that God has given to us as human beings Na kitu kingine ambacho Mungu ametupa kama is wanadamu something called a free will. ni kuwa na kuamua mwenyewe, So God does not make decisions for Kwa hivyo us. Mungu aweki maamuzi juu He yetu. has given us that power to make a decision or choices for ourselves. Ametupa nguvu za kuamua sisi wenyewe. So we can make a decision to believe His word. Kwa hivyo tuweza kuamua kuamini neno lake. We can make a decision to believe Him at His word. Tuweza kuamua kuamini ndani ya neno lake. Or we can make a decision to doubt His word. Ama tuweza kuamua kuwa na shaka na neno When we lake. doubt the word of God, Tunapokuwa na shaka na neno, we are not going to be able to enter into His rest. hatutaweza kuingia katika pumziko Because lake. the rest of God is found in His Kwa word. sababu ile pumziko la Mungu linapatikana ndani ya neno And lake. this is what the Bible says, it was made flesh. Na hivi ndivyo Biblia inasema, ikafanyika neno likafanyika mwili. And it dwelt amongst Na men. inakaa ndani yetu. And this word is Jesus Na hili Christ. neno ni Yesu Kristo. So the more we hear of Him, Na kwa hivyo tunapoendelea kusikia, the more we study of Him, na tunapoendelea kusoma kuhusu yeye, just the same way you have come to hear of Him, kama vile ulivyokuja kusikia yeye, and you mix what you are hearing with faith, na uchanganye kile unachosikia na imani, you are able to enter into His rest. unaweza kuingia hiyo pumziko la. And I told us that from the beginning, Na nikasema kuanzia mwanzo God creates a man, ya kuwa Mungu anaumba but mwanadamu, before God creates a man, lakini kabla Mungu kuumba He mwanadamu, has already prepared rest for man. tayari ametayarisha pumziko kwa And ajili ya this mtu. rest was the presence of God. Na hii pumziko ni ile uwepo wa Mungu. And God creates everything that man needed Na kwa hivyo Mungu anaumba kila kitu ambacho mwanadamu before He anahitaji, creates man on earth. kabla hajaumba mwanadamu katika So dunia. man is created with everything that is able to sustain Kwa him. hivyo mwanadamu ameumbwa na kila kitu ambacho kinaweza So when kumsaidia. he is coming into earth, Kwa hivyo anavyoingia katika he dunia, is not going to live a life of struggle, hataishi katika maisha ya kung'ang'ana, because everything he needs has already been provided kwa sababu for. kila kitu chote anachohitaji kimepeanwa. It has already been prepared for him. Kwa hivyo tayari kimetayarishwa And kwa ajili therefore yake. what he asks us to do is to live in that rest. Kwa hivyo kile anachohitaji ni kuingia katika hilo But pumziko. because of the disobedience of man, Lakini kwa sababu ya kukosa kutii kwa man mwanadamu, comes out of the rest of God, mwanadamu anaondoka katika pumziko and la there Mungu. from there trouble Na begins. kuanzia hapo shida inaanza. But God, because of His love, Lakini Mungu kwa ajili ya pendo He lake begins a redemption process. anaanza kuturegesha. As He is doing this redemption process, Anapoanza kuturegesha, He chooses one nation, anachagua taifa moja, and that is the nation of na Israel. hilo ni taifa la He Israeli. said that these are my people. Na anasema hawa ni watu These wangu. are the people that I'm going to do
my will with. Na hawa ndio watu nitafanya kusudi langu, That my redemption is going to be done in these people. na ya kuwa kuokoa kwangu kutakuwa He kwa watu begins hao. a journey to bring these people into a place of rest. Anaanza safari ya kupeleka watu hao katika pumziko. But because of the hardness of the hearts of these people, Lakini kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, and this church pastor has preached to us about the hardness of our hearts. He Now- has told us do not harden our hearts. na pastor amehubiri sana kuhusu mioyo yetu, tusiweke migumu mioyo yetu. But these people, because they harden their hearts, Lakini kwa ajili ya watu hao wanaweka mioyo yao migumu, they are not able to enter into that place of rest. hawezi kuingia katika hiyo pumziko. And many of them, the Bible says, they fall in the wilderness. Na kwa hivyo Biblia inasema wengi wao walikufa kule jangwani. They were not able to enter into rest. Hawangeweza kuingia katika And that's why now in the New Testament, ndio maana katika Agano the Jipya writer of Hebrews reminds us mwandishi wa Waebrania that if anakumbusha Joshua could have given these people rest, ya kuwa kama Yoshua angewapa watu hao wapumzike, then God could not have said of another day, kwa hivyo Mungu angeweza kusema kwa siku nyingine, because they could have received that rest. wangekuwa walipokea hiyo But pumziko. because they did not receive that rest, Lakini kwa sababu hawakupokea hilo it pumziko, was now extended unto kwa us. hivyo iliongezewa kwetu. When you read the book of John chapter 4 from verse 4 to 42, Unaposoma kitabu cha Yohana mlango wa 4 mstari wa 42, when Jesus is talking to this woman at the well, wakati Yesu anapozungumza na mwanamke huyu katika kisima, there is something that Jesus speaks to this woman kuna kitu ambacho Yesu anazungumza na mwanamke about salvation, which is the redemption plan of God. kuhusu wokovu ambao ni mpango wa Mungu wa wokovu. He tells this woman Anamwambia mwanamke huyu that salvation has come to the Jews. ya kuwa ukombozi umekuja kwa Wayahudi. So the redemption process of God the plan was for the Jewish nation. Kwa hivyo wokovu, plani ya Mungu ya wokovu ilikuwa juu ya wana wa But Israeli. because of their unbelief, it was extended to us. Lakini kwa sababu ya kukosa kutii kwao iliongezwa. And therefore there is that place of rest that we have been promised. Kwa hivyo kuna hiyo sehemu ambayo tumeahidiwa ambayo And ni we pumziko. say now God begins this process and He brings in another man Na kwa hivyo Mungu anaanza hatua hii na kuleta mtu mwingine who is Jesus Christ. ambaye ni Yesu Kristo. And He does everything, He fulfills everything in this man. Na yeye anatimiza kila kitu juu ya mtu huyu. So before the church is born, Kwa hivyo kabla kanisa kuzaliwa, before you and I are born, who are the church, kabla wewe na mimi kuzaliwa ambao sisi ndio kanisa, He has completed the work in this man. tayari amekamilisha kazi hii kwa mtu huyu. So His rest is already completed or made perfect in this Kwa man. hivyo pumziko lake tayari limemalizika ama limewekwa sawa katika mtu huyu. And therefore when a child of God is born Kwa again, hivyo mwana wa Mungu anapozaliwa, there is a rest that has been promised, and this rest is found in this man called Jesus. kunayo ahadi ya pumziko ambayo pumziko ile linapatikana ndani ya huyu mtu. And that's why when you come in Him realities, the realities we have in Christ, Ndio unapokuja katika ule ukweli ambao tulionao ndani ya you will Kristo, find that everything now is centered in Christ. unapata kila kitu kimewekwa katikati, yani ndani ya Yesu That Kristo. everything you will ever need is found in Christ Yani kila Jesus. kitu unachohitaji kinapatikana ndani ya Yesu So we Kristo. said last time that rest begins at a place of a finished work. Kwa hivyo tulisema wakati ule mwingine ya kuwa pumziko linaanza katika kazi iliyomalizika. When the work has been completed, then you are able to rest. Wakati kazi imemalizika, kwa hivyo unaweza So kupumzika. Jesus has already done the work. Kwa hivyo Yesu tayari amefanya He kazi. has already finished the work that He was sent to do. Tayari amemaliza ile kazi ambayo alitumwa So kuifanya. our part is to believe and to walk in that work that has already been finished. Kwa hivyo sehemu yetu ni kutembea ama katika ile kazi ambayo You amemaliza. cannot perfect a finished work. Huwezi tayari kuifanya sawa kazi ambayo You iliyomalizika. cannot continue doing what has already been finished. Huwezi kuendelea kufanya kile ambacho tayari When kishamalizika. God finished creating the universe, Wakati Mungu alipomaliza kuumba ulimwengu, when He finishes with His creation process, wakati alipomaliza na uumbaji the wake, Bible says He rested. Biblia inasema And alipumzika. everything He had created was perfect. That's why He rests. Na kwa kile kitu chote alichoumba kilikuwa sawa, So ndipo there maana is no alipumzika. other work that was supposed to be done. Na kwa hivyo kulikuwa kuna kazi nyingine ambayo So ilistahili also kufanya. Jesus has finished up His work. Kwa hivyo Yesu amemaliza kazi So yake. there is no work that we are doing to complete or to perfect what has already been Kwa hivyo done. hakuna kazi ambayo tunafanya ili tukamilishe ile But kazi ambayo many a imemalizika. times the reason why we are not resting, Na kwa sababu nyingi ambayo inafanya it is tusipumzike, because we are trying to perfect what has already been kwa done. sababu tunajaribu kuhakikisha kufanya
kufanya sawa kile kazi ambayo ishafanya. Instead of us resting in what he has already Badala fulfilled, yetu sisi kupumzika katika ile kazi we ashaifanya, are trying to do it tunajaribu kuifanya instead of receiving it. badala ya kuipokea. We also said last time Na pia tulisema wakati ule mwingine that grace leads us to a place of rest. ya kuwa neema inatupeleka katika mahali pa pumziko, That when you rest, you find grace. ya kuwa unapopumzika unapata And neema. I finished speaking by this sentence last time, Na nilimalizia kusema neno hili wakati that ule mwingine, care does not bring us to a place of grace. ya kuwa care Care. kusumbukia Kujisumbukia kujisumbukia does not bring us to a place of rest. haiwezi kutupeleka mahali pa pumziko, We also say that to worry does not find grace. ya kuwa wasiwasi hawezi kutufanya tukapata We amani. say stressing won't find grace. Ya kuwa msongamano wa mawazo hauwezi It is kutufanya only when we kupumzika. rest that we can find the Ni grace of wakati God. tunapopumzika ndio utapata neema ya Mungu. So resting is only done in the finished work of Kwa Jesus. hivyo pumziko inapatikana tu katika kazi iliyomalizika So Yesu allow me Kristo. to say 2 or 3 points Kwa hivyo today. niruhusu kusema mambo Allow me to machache. say that resting in Christ's finished works leads us to victory. Kwa hivyo wacha niseme kuwa pumzika ndani ya Kristo inatupeleka katika ushindi. We have said that Christ has already fulfilled or completed the work, Tumesema kuwa Yesu tayari amemaliza kazi. and our part is to hear what he has done, Na sehemu yetu ni kusikia kile ambacho amefanya. and then we mix with what we are hearing with Na faith, tunachanganya kile tunachosikia na and imani. that thing that we have mixed with faith, it becomes actualized in our Na lives. kile tunachosikia na imani kinaanza kufanya kazi It ndani ya becomes maisha. a reality in our lives. Kinafanyika kweli ndani ya maisha. So we are saying that when you accept or you rest in his finished work, Tunasema ya kuwa ukikubali ama ukipumzika katika ile kazi it aliyofanya, leads you in a place of victory. inakupeleka katika mahali pa As ushindi. Christians, we don't fight for victory. Kama Wakristo hatupigani kwa ajili ya As ushindi. Christians, we fight from a place of victory. Kama Wakristo tunapigana katika sehemu He tayari has ya ushindi. already completed the work. Kwa tayari amemaliza He kazi. has already won it for us. Tayari He ametushinda. has already given us the victory. Tayari ametupa ushindi. So when we are fighting, we are not fighting to get Kwa victory, hivyo tunapopigana tupigane kupata but ushindi. we are fighting from a position of victory. Lakini tunapigana katika sehemu ya ushindi. Remember, our position is a position of victory. Kumbuka kuwa sehemu yetu ni sehemu ya ushindi. We are in Christ Jesus. Tuko ndani ya Yesu Kristo. And therefore from Jesus, that is a place of Kwa victory. hivyo kutoka kwa Yesu ndiyo sehemu ya ushindi. So when we trust and believe in his finished Na kwa hivyo work, tunapoamini na katika kazi ambayo we aliyoimaliza, walk in his victory. tunatembea katika ushindi The wake. reason why most of us as Christians, many a times we walk in a place of defeat, Sababu kuu ya kufanya sisi wa Kristo tunatembea katika sehemu ya kushinda. it is because we have not accepted his finished Ni kwa work. sababu hatujakubali kazi yake You aliyoimaliza. cannot fulfill his ongoing work Huwezi effectively. kutimiza kazi yake ambayo aliyoimaliza. You cannot, you cannot make it effectively his ongoing work Huwezi kuifanya ukamilifu kazi yake ambayo inaendelea if you have not accepted his finished work. kama hujaikubali kazi ambayo tayari ameisha We kamilisha. are only able to do that which he has called us to do Tunaweza tu kufanya kile ambacho yeye alituita tufanye. when we understand and accept what he has already done for Ikiwa us. tutaelewa kuwa kile ambacho tayari ametufanya. So resting is a place of manifestation. Kwa hivyo pumziko ni sehemu ya ufunuo. If you want to see manifestation in our Tunataka lives, kuona ufunuo ndani ya maisha we yetu. need to come to that place of rest. Tunahitaji kuja katika ile sehemu ya pumziko. We need to come to a place where we actualize what Christ has already done in our lives. Tunataka tu kuja katika ile sehemu ambayo tayari Yesu ameshafanya kazi kwa From ajili ya that maisha yetu. area, we are able to walk in the manifestations Kutoka of sehemu hiyo God. tunaweza kutembea katika ufunuo wa Mungu. God has given us His Spirit, Mungu ametupa roho wake. and the Holy Spirit has His manifestation. Na Roho Mtakatifu ana ufunuo. They are called the manifestation gifts. Inaitwa vipawa vya ufunuo. Many a times nowadays we don't see the manifestation of the Holy Spirit Na siku hizi hatuone huo ufunuo wa Roho Mtakatifu. because we are not at a place of rest. Kwa sababu hatujaingia katika sehemu ya We pumziko. are trying to do it in our own strength, in our own way. Tunajaribu kuifanya katika nguvu zetu na njia But zetu. when we come to a place of resting in His finished work, Lakini unapokuja katika pumziko katika kazi we aliyoimaliza, actualize His manifestation. tunaifanya
kufanya usawa huo ufunuo wako. You can only be at rest when you know the will of God for your life. Unaweza kuingia tu katika pumziko ukijua kusudi la Mungu juu ya maisha. The will of God is His word. Kusudi la Mungu ni hilo neno lake. The word of God is a tool into rest. Hilo neno lake limetengenezwa katika hilo pumziko. It is the foundation and the anchor of our rest. Ndio msingi wa pumziko You letu. cannot rest if you don't know the will of God for your life. Huwezi kupumzika kama hujui kusudi la Mungu juu ya maisha. And for us to know the will of God, we must get ourselves into the word. Na kwa hivyo kujua kusudi la Mungu ni lazima tuingie katika When pumziko you lake. come, you put yourself into the place of the word. Unapojiweka katika nafasi ya neno lake. When you allow the word of God to work in you, unapokubali kuwa neno la Mungu lifanye kazi ndani it yako, leads you into His rest. inakuongoza katika hilo You pumziko cannot lake. rest if the word is not part of you. Huwezi kupumzika kama hilo neno sio sehemu. You cannot rest if you are not relying on the word of God. Huwezi kupumzika kama utegemee hilo neno la Mungu. So you can only rest as well as the word of God that is in you. Unaweza kupumzika kama vile neno la Mungu lilivyo ndani yako. If you are not full of the word of God, you cannot rest. Ikiwa kama uko umjazwa na neno la Mungu, And huwezi you kupata cannot just pumziko. be filled with the word of God on Thursdays and Sundays only. Na huwezi kujazwa na neno la Mungu Alhamisi na Jumapili peke yake. The word of God has to be part of you. Neno la Mungu lazima liwe sehemu yako. You must make the word your friend. Ni lazima ufanye hilo neno kuwa rafiki You yako. must put aside at least every day you study the word of Ni God. lazima uweke sehemu ya kila siku usome neno And la you are Mungu. studying the word of God, you are studying with an open mind. Na unaposoma neno la Mungu usome na kuwa Allowing the Holy Spirit to speak and minister na to uache you. Roho Mtakatifu azungumze ndani yako. So when the word of God gets full in you, Wakati neno la Mungu limejaa ndani yako, then you are able to rest kwa hivyo effectively. unaweza kupumzika kisawa. You cannot rest on one verse that you know in the word. Huwezi kupumzika katika fungu kimoja unachokijua kwa Biblia. You need to be full of the word of God. Unahitaji kujazwa na neno la Mungu. That is what is going to bring us into a place of Hiyo rest. ndio itatupeleka katika lile pumziko la Mungu. The word of God, as all of us understand, Neno la Mungu ambao kila mmoja wetu it is analielewa. what renews our Ndio minds. kile ambacho inaweka wazi mawazo So yetu. for us to rest effectively, Kwa hivyo kwetu sisi kuweza our kupumzika, minds must be realigned to the will of God. lazima mawazo yetu yawekwe sawa na mawazo ya If Mungu. your mind has not been realigned to the will of God, Ikiwa mawazo yako hayajawekwa sawa na mapenzi ya Mungu, you are not going to be able to rest. huwezi kupumzika. So you need to know what the word of God says in a situation. Na kwa hivyo unahitaji kujua neno la Mungu linazungumza nini. Let Kwa that hiyo word of God renew your mind. ili uache neno la Mungu liweke upya mawazo yako. That is aligning your mind with the will of God. Ndio kuweka sawa mawazo yako na mapenzi ya Mungu. Then it's going to lead you into a place of Kwa rest. hivyo itakuongoza katika pumziko la Mungu. So rest happens in our lives when we focus our minds on Kwa Christ. hivyo pumziko linafanyika ndani ya maisha yetu ikiwa tutaweka sawa mawazo yetu kwa Mungu. How do you focus your mind on Christ? Unawekaje sawa mawazo yako katika Yesu? When you meditate on the word of God. Unapolisoma na kulitii neno la Mungu. Tafakari neno la Mungu. Isaiah 26 verse 3. Isaya 26 mstari mdogo wa 3. We are only able to rest effectively Tunaweza kupumzika kisawa when we allow our minds to be focused on Christ. wakati tutakubali mawazo yetu yawe na mtazamo When kwa you Yesu Kristo. focus your mind on Christ, Wakati unaweka mtazamo wako kwa Yesu Kristo, it's going to lead you into a place of rest. itakuongoza katika mahali pa pumziko. Isaiah chapter 26 verse 3, the Bible says, Isaya 26 mstari wa 2 Biblia inasema you will keep him in perfect peace, ya kuwa utamweka katika amani tulivu, whose mind is stayed on you, yule ambaye mawazo yake yako juu yako, because he trusts in you. kwa sababu ameweka imani yake ndani yako. In our Message Bible it says, Katika Biblia ya ujumbe inasema Biblia ujumbe, okay. People with their minds set on you, watu na mawazo yao yako juu yako, you keep completely whole,
unaweka ukamilifu yote, steady on their feet, unawasimamisha katika miguu yao, because they keep at it and don't quit. kwa sababu wameiweka na waachilie. So when your mind is stayed on God, Kwa hivyo ikiwa mawazo yako yako sawa kwa when Mungu, your mind is stayed on Christ, wakati mawazo yako yako sawa kwa the Yesu Bible says Kristo, that He will keep you in perfect peace. Biblia inasema ya kuwa atatuweka katika amani tulivu. Peace is also it is an ingredient of rest. Kwa hivyo ile amani pia ni sehemu moja ya pumziko. So when you are meditating and keeping your mind focused on Christ, Kwa hivyo unapowaza na kuweka mawazo yako juu ya Yesu Kristo, you are going to be able to rest. unaweza He kupumzika. brings you into a place of a perfect peace. Anakuleta katika mahali ambapo ni pa amani. John 16:33. Yohana 16:33. And there are some scriptures, Bishop read them in the crusade, Na kuna maandiko ambayo Bishop aliyasoma crusade, that we will be looking at ambayo later. tutayatazama baadaye. When he was preaching, I was like, wow, he's preaching my notes. Wakati alipokuwa anahubiri, nilifikiria kuwa anahubiri ujumbe wangu. But we thank God. Lakini tunashukuru Mungu. So these things I have spoken to you, Kwa hivyo mambo haya nimenena kwenu, that you in me you may have peace. ya kuwa nyinyi ndani yangu mpate In amani. the world you will have tribulation, Katika dunia kuko na mahangaiko, but be of good cheer. lakini muwe watu wa I furaha, have overcome the world. kwa sababu mimi tayari So nimeshinda Jesus ulimwengu. speaks this word to these people Kwa hivyo Yesu anazungumza na watu hao after he has spoken some things unto them. baada ya kunena mambo juu ya, He has told them about the Holy Spirit, amewaambia kuhusu Roho who Mtakatifu is going to become their comforter. ambaye atakuwa yeye ambaye ni muamani, mfariji wao, Who is going to become their strength, ambaye atakuwa nguvu who yao, is going to become their guide, ambaye atakuwa mwongozo wao ama mwongozo, who is going to become their teacher. ambaye atakuwa mwalimu wao. He has told them about the tribulations that are going to come. Amewaambia kuhusu shida ambazo He zitakuja. has told them about everything that is going to happen when he departs. Amewaeleza kuwa kila kitu kitatokea And now he comes and tells them something, na sasa anakuja kuambia that I have spoken to you all these things, yakuwa nimenena nanyi mambo haya yote, that in me you may have peace. yakuwa ndani yangu muweze kupata He is amani. very specific that you cannot find peace any other place. Anaeleza sawasawa ya kuwa amwezi kupata amani mahali That you will only have peace in me. ya kuwa mtapata tu amani ndani yangu, That in me you may have peace. ya kuwa ndani yangu muweze kupata For in amani. this world you are going to have so many Kwa njia troubles. hii mtapata shida nyingi, But be of good cheer. lakini muwe watu wa furaha. The reason is because I have already overcome the world. Kuu kwa sababu mimi tayari So nimeshinda you are ulimwengu. able to rest because you are finding your peace in Him. Kwa sababu mnaweza kupumzika kwa sababu tayari mnapata amani ndani yake. When you find the peace of Christ, Unapopata amani ya Kristo, it is going to send you into a place of rest. itakutuma mahali pa pumziko. That even though things may rise up against you, Inaweza kuwa mambo yatainuka even kinyume though you chako. may lose your loved ones, Inaweza kuwa utapoteza even unaowapenda. though you may even lose your job, Inaweza kupoteza hata kazi yako. even though you may even become sick, Hata uweza kuwa mgonjwa. but those things are not going to move you Lakini mambo haya hayataweza because you are fighting your peace in kwa Christ. sababu unapata amani yako ndani ya Yesu. But if you are looking for peace in any other area Lakini unapotafuta amani yako mahali pengine that is not in Christ Jesus, ambapo sio ndani ya Yesu you Kristo, are not going to be able to rest. hautaweza kupata pumziko. Many a times we define peace as tranquility, Wakati mwingine tunaeleza amani kama utulivu. but that is not the peace that God is describing to us. Lakini hiyo sio amani ambayo Mungu anaeleza. Many a times we look at the peace from the dictionary. Wakati mwingine tunaangalia amani kutoka kwa vitabu vya It means without any trouble. Inamaanisha ni kuwa pasipokuwa na shida. Everything is quiet. Ya kuwa kila kitu kimenyamaza. Everything is cool. Ya kuwa kila kitu kiko And sawa. then we say we are at Na peace. tunasema tuko katika amani. Some people say when I get such amount of money, Watu wengine wanasema nikipata fedha hizi, then I am going to be at peace. kwa hiyo nitaenda kuwa na amani. Others think when I just get married, Wengine wanasema wakati nitaoa, then I am going to be at peace.
basi nitakuwa na amani. Others say when I just get a job, Wengine wanasema nitapokuwa katika kazi, then I'm going to be at peace. basi nitakuwa na amani. And then something happens and they get all those things they wanted. Na kitu kinafanyika na wanapata vitu hivi vyote walivyo. And they realize there's no peace even though in those things. Na wanagundua kuwa hakuna amani ndani ya It hiyo is vitu. because peace is not found in Kwa things. sababu amani haipatikani ndani. The rest of God is not found in things. Yakuwa pumziko la Mungu halipatikani ndani ya vitu. The rest of God is not even found in marriage. Yakuwa pumziko la Mungu halipatikani ndani ya ndoa. The rest of God is not even found in your job. Pumziko la Mungu halipatikani ndani ya kazi yako. If you cannot find it in Christ, Ikiwa huwezi kuipata ndani ya Kristo. if you cannot come to a place where you are intimate to get it from Christ, Ikiwa utafikia mahali uwe na uhusiano na Yesu Kristo wa karibu, you cannot rest in anything. huwezi kupumzika katika kitu chochote. You cannot find rest in any other Huwezi area. kupata pumziko katika sehemu So nyingine. our rest is only found in Christ Kwa hivyo Jesus. pumziko letu linapatikana tu ndani ya Yesu Kristo. So let us endeavor to rest in Christ Kwa hivyo Jesus, tutie bidii kuingia katika pumziko. because that is where our rest Ni is. kwa sababu hapo ndipo pumziko letu liko. There is an example that I normally like to use. Kuna mfano ambao napenda kutumia. There is a video that I normally love also to watch again and again. Kuna video ambao huwa napenda kuitazama sana. There is a bird. Kuna ndege. All of us, you know a waterfall, right? Unajua waterfall? Sote tunajua Pale penye wana generate, hapa penye naanguka umesema. In the waterfall, katika hiyo maji yanaanguka. there is a video where a bird comes. Kuna mahali ambapo ndege anakuja. A bird is a she, is not a he. She goes through the waters. Anatembea katika maji hayo. And then she comes to a place where her nest is. Anakuja mpaka pale kiota chake kiko. And she's sleeping in the midst of that water. Na analala tu juu ya maji hayo. And uko ndani ya hiyo maji. Ndani ya hiyo maji yanapo. So the water is flowing. Kwa hivyo maji yanatiririka. Na mnajua ukiingia kwa waterfall wewe kwisha. Yeah. But this bird is there. Lakini ndege huyu yuko mahali And the bird is comfortably sleeping. Na ndege huyu tu amelala kwa utulivu. That is what Christ wants us to do. Hivyo ndivyo Yesu Kristo anataka tufanye. To come to a place that even if there is storms in our lives, tuje mahali hata kukiwa na gharika ndani ya maisha yetu, we can still rest in Him. na tunaweza kuendelea kupumzika. We can still sleep comfortably Tunaweza kulala sawa tu, because we know our position in Him. kwa sababu tunajua sehemu yetu ndani yake. Because we know He loves us. Tunajua anatupenda. That even if you don't have money in your Ya pocket, kuwa hata kama una fedha ndani ya mfuko you wako, can still rest in Him. unaweza kupumzika ndani That yake. even if things are not working in your family, Ya kuwa hata kama mambo hayaendi sawa katika familia you yako, can still rest in Him. unaweza kupumzika ndani yake. Because you are not defined with those things. Kwa sababu wewe hauelezwi kutokana na vitu hivi. You are defined by your position. Unaeleweka kutokana na kile ambacho umekuwa. And your position is in Christ Na Jesus. nafasi yako iko ndani